Naitwa Lois Pascali kutokea Nyanga. Sisi kama vijana tumeshawishiwa sana kuweza kuharibu miundombinu ya kwetu sisi wenyewe. Tumeharibu, baadaye tunakuja tunalaumu kwa nini serikali haifanyi hiki na hiki. Ni kwa sababu ya ushawishi ya watu wa nje. Sasa sisi kama vijana, hii imetokea kwa sababu hatuna sehemu ya kujishikisha. Tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan aweze kutuangalia sisi vijana kwa jicho jingine, aweze kutupatia fursa mbalimbali zilizopo mtaani. Kwetu sisi vijana tunaamini kabisa Mama Samia Suluhu Hassan, sisi kama vijana tupo pamoja naye na tuna imani naye. Na kingine tu atushike sisi kama vijana, atupe fursa mbalimbali ikiwepo bodaboda. Sisi kama vijana tuna imani, tuna nguvu ya kufanya kazi ya bodaboda, kuuza hata mayai, kuuza hata karanga mtaani. Tutafanya kazi hizo kama vijana endapo watatushika mkono. Mimi naitwa Kambi Hemedi Kangeta. Vijana wengine wawaige vijana hawa. Leo tumewaona wamecheza mpira mzuri na wamefungana, wametoka moja moja. Tunawasihi vijana wasijiingize katika makundi ya hovyo. Waachane kabisa na kuingia kwenye makundi ya kuvuta mabange, kuvuta magundi, mambo ya hovyo. Kwa niaba ya wazee wa mjini hapa Nyihogo, tumefurahia sana kutusogeza. Ndugu zanguni, pendaneni, tupendane jamani, tujenge taifa letu. Mnamuona mwenzetu Samia anavyokwenda, anakwenda bila kubagua. Utaratibu wake anavyoendesha, anaenda bila kubagua. Kwa hiyo na sisi tusibaguane, tukijitenge tutakuwa na udhaifu. Nimesikia uchungu sana, mmesema hampendi kulala stendi. Ni kweli, hampendi kula kwa kuokota. Ni kweli, sisi kama wazazi ni jukumu letu kuwasaidia. Tuendelee tu kuwaomba vijana, tuendelee kulinda amani yetu. Hatuna Tanzania nyingine. Tanzania ni hii. Hao wenzetu wanaotuchochea, wanaowachochea, wao wanapo pa kukimbilia. Lakini ninyi wazazi wenu tuko hapa, bibi zenu wako hapa, hawana pa kukimbilia. Kwa maana hiyo tuendelee kulinda amani na utulivu katika nchi yetu. Nianze kuwapongeza sana Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Kahama chini ya mwenyekiti wetu ndugu Abubakari Mgonja kwa hafla hii ya bonanza la michezo kwa vijana, kwa sababu mambo mengi yanayotekelezwa ndani ya serikali yameahidiwa katika ilani ya utekelezaji ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025-2030. Na sisi tuwase vijana kwa niaba ya madiwani wote wa manispaa ya Kahama, sisi tutajitahidi kwa sababu zipo fursa nyingi ambazo zimeahidiwa kwa vijana, hususan zile fursa za 10% kwa makundi maalum, 4% kwa vijana, 4% kwa kina mama na 2% kwa watu wenye uhitaji maalum, wenye ulemavu. Kwa hiyo tuwase tu vijana watumie fursa hii pia kuunda vikundi vyao vya kimkakati kwa lengo la kujijengea uchumi wao imara. Waende wakabuni miradi mbalimbali inayotekelezeka, wakaanzishe miradi, wakaanzishe viwanda, na sisi katika baraza la madiwani tutawazungumzia vizuri na fursa hizo ziweze kuwanemesha. Walituhamasisha vijana, tukatoka tukaichoma nchi yetu, tukachoma miundombinu, tukachoma mali za ndugu zetu, tukawaumiza wenzetu, lakini mwisho wa siku haikuwa faida kwetu. Ilikuwa ni faida ya wale wanasiasa ambao wanafanya mambo kwa ajili yao. Waliwatumia kwa sababu hawa vijana hawana mtu wa kuwashika wala kuwaongoza. Waliweza kuwashawishi kwa fedha, vitu vidogo, vijana wakaingia, wakaichoma nchi yao bila kujua kwamba tunavyoichoma nchi yetu hatuna sehemu nyingine ya kukimbilia. Tukitoka katika nchi yetu mama Tanzania, tukienda nchi yoyote tunaenda kuwa ni wakimbizi. Huenda maisha tulionao magumu katika nchi yetu, kule tunaweza tukaishi mara 100 ya ugumu tulionao katika nchi yetu. Leo sisi tunaweza tukakutana, tunaweza tukaandaa chakula, tukakaa tukazungumza pamoja.
Hakuna taifa ambalo vijana wanaweza kukutana na vijana wenzao kuzungumza na wakapeana chakula zaidi ya nchi yetu sisi Tanzania. Hii ndiyo nchi pekee ambayo ukikutana na mtu ukimwambia sijala, anaweza kukusikiliza akakupa chakula. Leo ukienda Marekani hakuna plate ya chakula ya bure, wanakuambia no free lunch, yani huwezi kula bila kufanya kazi. Lakini nchi yetu Tanzania ukikuta watu wametenga chakula wanaweza kukaribisha ukala. Leo tunadanganywa kwamba nchi yetu haina amani. Tunataka amani gani zaidi ya amani tulionayo? Leo tunaweza kukusanyika tukacheza mipira. Leo wanatuhamasisha vijana kuingia barabarani wakati watoto wao wako Ulaya. Wanatuhamasisha kuingia barabarani wakati familia zao ziko Ulaya.